Punguza papara kabisa. Acha kukurupuka, rafiki yangu. Bwana hajakawia kama unavyofikiri, kama unavyodhani. Unaona kama vile Mungu amechelewa, unaona kama vile Mungu amekawia. Acha hiyo. Itakugharimu sana, rafiki yangu, itakugharimu sana. Bora ukubali kutulia, bora ukubali kungoja Bwana afanye kwa wakati wake, Bwana atende kwa wakati wake. Najua unaumia, najua inakuumiza, najua inakufanya unakosa amani, unakosa raha, lakini tulia. Hiyo pressure ya ndani isikupelekeshe kiasi kwamba ufanye nje ya mapenzi ya Bwana. Tulia. Msukumo wa ndani usikuforce kufanya nje ya mapenzi ya Mungu. Tulia. Be humble. Tell your heart, my heart, be humble. Lord is at work. Bwana yuko kazini. Tulia. Be humble. God is at work. Be humble. Tulia rafiki yangu. Usikurupuke. Utakumbuka sana maneno yangu haya ninayokwambia. Acha kufanya nje ya mapenzi ya Mungu eti kwa sababu Bwana hajafanya. Acha kabisa. Eti kwa sababu watu wanakuambia umechelewa, watu wanakuambia wewe ni mvivu, watu wanakuambia wewe umezubaa. Acha. Usifate vile watu wanakuambia. Usisikilize vile watu wanakupressurize, wanakusukuma, wanakuwekea msukumo. Usifate hiyo, kwa sababu siku utakapoharibikiwa, hao waliokuwa wanakusukuma na kukuhimiza kwamba fanya ndio watakao kuwa wa kwanza kukuhukumu na kukwambia wewe ulifikiri kwamba maisha hayo ni mchezo. Ulifikiri kwamba utatoboa tu kirahisi. Wataanza kwa kusema na wewe kwa nini umefanya hivi. Wanasahau kwamba wao ndo waliokushinikiza kwamba fanya. Nenda. Usikubali. Wanasahau kama wao ndo waliokushinikiza, na ule msukumo wako wa ndani ulivyochangiwa na ule msukumo wa nje ukakusukuma wewe kwenda kufanya hicho ulichofanya, ambacho kinakugharimu sasa. Kuna watu sasa wanajuta. Kuna watu sasa wameingia kwenye gharama ambayo hawakutakiwa kuingia kwa sababu walikurupuka. Nasema walikurupuka kwa sababu gani? Msukumo wa nje unawaforce, unawalazimisha kufanya, na msukumo wa ndani unawalazimisha kufanya. Sasa hakukaa katafakari kwa makini kwamba ni nini kitatokea endapo nitafanya jambo hili nje ya wakati wa Mungu, nje ya vile Mungu anataka. Ni nini kitatokea? Kwa hiyo akaingia kufanya. Alivyoingia kufanya, matokeo yalivyotokea tofauti na vile alivyokuwa anafikiri na kutazama. Mambo ameyaona ni mabaya kuliko hata vile alivyokuwa mwanzoni, mpaka anajiwaza na kusema, ningejua ningebaki tu vile, ningejua ningebaki pale, ningejua nisingefanya, bora ningeendelea kukaa na hali ile ambayo nilokuwa nayo mwanzoni. Acha kukurupuka, acha kuwa na papala. Maisha hayako namna hiyo. Life is plan to live your life. Usikubali kukurupuka. Ukisoma kwenye kitabu cha Zaburi 37 ule mstari wa 34, neno la Mungu lasema, wewe umngoje Bwana, uishike njia yake, naye atakutukuza uirithi nchi. Wasio haki watakapoharibiwa utawaona. Wewe mngoje Bwana, mngoje Bwana. Kuna somo nimetoka kufundisha nikieleza namna ya kupokea ahadi yako, namna ya kupokea ahadi yako. Nenda kalifuatilie pale, utaona mambo mengi nimeeleza kwa kina kidogo. Utaona kile unachokingoja Bwana namna gani anaweza akakitimiza kwako, namna ya kupokea ahadi zako. Mngoje Bwana, usikurupuke.
Bwana anakwenda kufanya, na atakapofanya atafanya kwa ukubwa, atafanya kwa viwango ambavyo vitawashangaza wote, vitawashangaza wote. Acha sasa hivi wakuone kama mjinga, fara, una lolote, uelewi chochote, wewe ni mzembe. Acha wakuone kwa namna hiyo, lakini focus on your plan and you live your life. Life is plan to live. Hakikisha unazingatia, usikurupuke kufanya vitu ambavyo haviko kwenye malengo yako na plani yako. Vitu vinavyokutoa kwenye malengo yako na plani yako usijilazimishe kuvifanya, hata kama msukumo wa ndani unakwambia fanya, watu wa nje wanakwambia fanya, usilazimishe kufanya. Kitakugharimu sana, itakugharimu sana. Najua wakati mwingine inakuwa ni ngumu sana kutulia na kungoja wakati wa Bwana. Nataka nikuombee neema ya Mungu itakao kuwezesha kutulia na kungoja wakati wa Bwana, ili uweze kuishi sawa na vile Mungu amekusudia. Wewe umngoje Bwana, mngoje Bwana, mngoje Bwana. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninaomba neema yako Bwana juu ya ndugu huyu ambaye amekaa kwa muda mrefu akiingoja ahadi yako Bwana, na haitokei. Imemfanya mpaka ameanza kukata tamaa, ameanza kuchoka, ameanza kuona kwamba haya mambo yatawezekanaje? Haya mambo mbona kama ni hadithi tu, mbona kama ni propaganda, mbona kama sio kweli? Na mbaya zaidi Bwana, kuna msukumo ulioko ndani yake unaomsukuma kufanya, na msukumo ulioko nje watu wanamwambia afanye. Bwana, vyote vikiungana pamoja vinamtoa kwenye mstari wa kusudi lako, wa kungoja ahadi yako, wa kukungoja wewe Bwana. Katika jina la Yesu Kristo, ninaomba neema yako itakaomwezesha kukaa katika ahadi yako, kukaa na kukungoja wewe Bwana, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Bwana wangu na Mungu wangu, ninaomba ukamjalie neema na nguvu itakaomwezesha kuendelea kukaa na kukungoja wewe Bwana, upate kutenda sawa sana mapenzi yako na kumtimilizia ahadi zake zote. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba nikiamini. Amen. Amen.